Yes, umenisikia sana na umeniona sana kuna vipindi mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini vile vile nitakuwa napata muda wa kuzungumza, muda wa kujaribu kutoa maoni yangu kidogo kwa yale mambo kimsingi yamekuwa yakiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hoja kubwa ni mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea au baadhi ya miji ambayo yamekuwa yakilengwa katika eneo la Mashariki ya Kati, na kwa Israel kumekuwa mji wa Tel Aviv umeharibika vibaya sana. Juzi tulishuhudia Israel waliweza kwenda kupiga vituo vya mafuta vya Iran kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaenda kusabotage mkakati wa Iran kuendelea kuresist dhidi katika vita ambayo kimsingi imekuwa ikiendelea. Na kama tulivyosema kwamba vita inapimwa kwa namna gani unaweza kutimiza malengo. Umeingia kwenye vita kwa malengo gani? Je, umeingia kwenye vita kuweza kuondoa utawala? Umeingia kwenye vita kuweza kuangusha serikali? Umeingia kwenye vita kuweza kuangusha uchumi, au umeingia kwenye vita uweze kuitawala nchi husika? Malengo ambayo yamekupeleka vitani kama hayatatimia, tunasema kwamba wewe umeweza kushindwa vita, lakini malengo ambayo yamekupeleka vitani kama yatatimia, tunasema kwamba wewe umeshinda vita. Mpaka sasa hivi lengo la kwanza lilikuwa ni kuondoa utawala wa Ayatollah Khamenei. Limefanikiwa? Jibu ni hapana. Lengo la pili ni kuweza kuigawanya Iran. Unafahamu kwamba Irani, Tanzania inaingia mara mbili kwa Iran. Kwa hiyo uwepo wa kijiografia wa Iran umekuwa ni matishio ya ushawishi na usalama katika nchi za Mashariki ya Kati. Lengo la pili ni kuweza, wanasema ni kuwatumia Wakurdi. Wakurdi ni jamii ya watu ambao hawana taifa. Wapo Syria, wapo Iraq, wapo Iran, wapo Afghanistan, wapo Uturuki. Wamekuwa hawana taifa. Kwa hiyo mkakati ni kwamba ni kujaribu kuweza kuwapa silaha kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanahaidiwa mkakati wa wao kupewa kipande cha ardhi ili mwisho wa siku waweze kuresist dhidi ya utawala wa Tehran. Ukitazama mkakati haujaweza kufanikiwa kwa sababu Iran ameendelea kuonyesha madhubuti mkubwa sana kwenye eneo zima la Ghuba.